agano jipya nao tueleza ni biblia bila bila tabe na kile baatu nonto bila bila tabe na viuma a viteria via turanja ndio nonto tuinde ita ramu tuwe dewa ana stress tuwe ya oni wale manao kwa stress royo kaita kitu au ke kaitengi tukueleke tosema ni kango wati la tuba kango wati la tuba bwana sifiwe dineure mwelonda na yure inawa mbori nayo inayorete na wela tuuto kubwa uwezo wa tokimenya ulimwengu wa mioyo yetu ibo kuwerera kinyamere to nyote ne nonto Mulungu aliwa to ruwele meyo lakini no akato weta kulura yo na yo iyo moe na yo kama tete ina koma bwana sifiwe yo ndio Mulungu alia ekerete yo rete kwa mili mudaraga ora tuwele bwana sifiwe huyu Mulungu alikuelelia aleo kulingana na Zaburi 53 mstari yule Mulungu alikuelelia leo onere mtu aketo anasiatia kulingana na Genesis 6:3 mstari wa 5 Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analoweza kutoka moyoni mwake ni baya tu siku zote. Toya, kwa nini mtu ama kwa nini mwanadamu haya akiwaza? Kwa nini mwanadamu haya akiwaza maovu kutoka moyoni mwake siku zote? Ndio ni kwa sababu ya ile dhambi iliyomo ndani ya moyo wako. Kwa ukai wena Yeremia 17 basi 1 ndani ya moyo wako umenye wewe wadi nkoma. Kinyo dieta Yesu. Otele kakutwa ndio nkoma. Mwankale na moyo yuyu apitako mutarabe. Bwana asifiwe. Kwa mtoyo ama na madhani yawe aretia kwa tia kwamba mutarabe na niketo nonto oteke toke yake mena kumakile mtoreko. Ora nonto mtoo ate kuonekana kwa Mungu. Ate nakuondoa akatokana na flesh. Mtoyo moyo nayo alikutana jana mwamana shetani. Amona shetani. Nikiatumia ndio ndio kuendelea kueleza kile Marko 1 mstari 21.